بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 20 من شهر الله المحرم mwaka 1447 katika darasa ya منظومة يا منهج الحق للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. tulifikia ubeti wa 48. قال رحمه الله تعالى: وكن سالكا طرق الذين تقدموا إلى المنزل الباقي الذي ليس ينفد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: قوله وكن سالكا طرق الذين تقدموا، أي السلف الصالح، ولا سيما الصحبة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. بمعنى أول من يكفوata njia ya wale waliotangulia, wanaokusudiwa hapa ni as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. na wale waliotangulia wa mwanzo katika kuamini kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, min almuhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar. insha Allah akasema walladhina ittaba'uuhum biihsan, ay biitqan, na wale waliowafuata kwa wema, kwa uzuri kabisa. kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akasifu njia ya masahaba na wale waliowafuata kwa wema katika itikadi na katika ibada na mengineyo. akawasifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema radiyallahu anhum wa radu anhu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na wao wamemridhia Mola wao. فكن سالكا طريق هؤلاء الأخيار سائرا على نهجهم مقتفيا أثرهم. kwa hivyo kuwa ewe Muislamu ni mwenye kufuata njia ya watu wema hao, watu waheri, fuata mfumo wao, ufuate nyayo zao. kama qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu: man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Ikiwa mtu ataka kumuiga mwingine, basi na awaige wale ambao tayari washakufa. akusudia masahaba, akasema ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wakusudia katika hao wafu ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. na dalili zilizokuja katika Qur'an na Sunna kuonyesha uwajibu, bimaana si khiari, kuwafuata salafu salih, almanhaj as-salafi alqa'im ala ittiba'i sabili almu'minin min as-salaf as-salih, manhaj salafi ambayo imesimama katika kufuata njia ya waumini waliotangulia
waliokuwa wema ambao ni masahaba hum ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كفوات منهج ياو نواجب. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يكون عاصي akamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kubainikiwa na uongofu. Ilikuwa yatosheleza kuwa mtu akifanya hivyo ashapotea. Allah akaongeza wayattabi' ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule kule alikoelekea katika upotofu. Sasa amechagua mwenyewe upotofu. Wa nuslihi jahannam, kisha kesho tumuonjeshe moto wa jahannam, atiwe ndani ya moto. Wasaat masira, makazi mabaya yaliyoje ndani ya moto wa jahannam. Na aya katika Qur'ani zilikuja kueleza haya kama nilivyotaja ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini kama mlivyoamini nyinyi. Wanaokusudiwa hapa ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Ikiwa hawataamini kama mlivyoamini nyinyi watapotea. Na wangapi leo katika ndugu zetu unaowaita katika kufuata mfumo huu, kuwafuata hawa wema waliotangulia, lakini wakafanya ukaidi sana, bali wakawaona wale wanaowalingania katika huu mfumo, katika hii manhaj, wakaona ndio mafatani, ni watu wajinga, watu waovu. Na haya pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumza katika Qur'an. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, na wanapoambiwa na kulinganiwa waamini kama walivyoamini watu wanakusudiwa hapa nani? Masahaba. Hii aya imeshuka katika masahaba wakiwa hai. Qalu, wa hujibu na kusema anu'minu kama amana as-sufaha, tuamini kama walivyoamini masafihi, watu walikuwa na upungufu wa akili, wasotumia akili. Hizbiyuna wasema vijana akili zao zimefungiwa kwenye masanduku. Alhamdulillah, kitu chochote kilicho na thamani huhifadhiwa. Ikiwa akili za vijana wa kisalafi zimefungiwa kwenye sanduku, basi hii ni neema kubwa sana, sababu akili za mahizbi zimewekwa barabarani. Masha Allah, vumbi la baskali likipita laingia, vumbi la mkokoteni likipita kutoka Kongowea laingia mle ndani, aliyenataka akitupa ingia pale ndani. Hata mfano huu wa kiakili pia si hoja. Kuna maneno masalafi watawaambia mfano wenu huu wa kiakili pia waanguka. Sasa si bora yule ambaye akili yake amehifadhi vizuri kwenye sanduku? Kwani wewe ukiwa na dhahabu waipeleka wapi? Pipani? Waificha ndani ya kabati, sio? Ndio hivyo, sababu kitu kina thamani, kile hakichezewi. Kwa ni wajibu kufuata njia ya salaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifu hawa watu na kusema la tazalu taifa min ummati ala alhaqi, hakitawacha kipote katika umma wangu kubakia katika haki. As'alullah an yaj'alana minhum. Hakitawacha hichi kipote kubakia katika haki, kitabakia vile vile katika haki kutoka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tazalu, hakitawacha, bimaana kilikuwepo na chaendelea kuwepo. Sasa ukija ukiniambia ni kundi la Ikhwan Muslimin, nitakwambia lilikuwepo wapi wakati hadithi ikisemwa? Tabligh walikuwa wapi wakati hii hadithi yasemwa? Hizbu Tahrir walikuwepo wapi hadithi ikisemwa? La tazalu, hakitawacha kipote katika umma wangu kuwa katika haki, bimaana kilikuwepo na chaendelea na kitaendelea kuwepo.
kisha mtume sallallahu alaihi wasallam la yadhurruhum man khadhalahum, hata wadhuru hawa yule atakayewanyima nusra. La yadhurruhum man khadhalahum, ulikuwa na wao mara ghafla umegeuka, wajidhuru nafsi yako, huwadhuru watu wa haki. Na hili litaendelea hata yati amrullah wa hum kadhalika, mpaka itakapokuja amri ya Allah. Wao kuondoka, wataondoka wakiwa katika hali yao hii katika thabat. والحديث رواه الإمام مسلم. na ukitizama katika saha, mimi hii mada naipanua kidogo zaidi, sababu kuna haja ya kuwafundisha wanafunzi waelewe manhaju salaf. Usiwe wenda tu wewe salafi mwerevu, hawi mjinga tu kokote wajitia tu iko hivyo salafi. Wako wengi katika mapote mapotofu ambao wadai kuwa wao ni katika salafiyun. Kwa sio kila anayedai kuwa yeye ni salafi basi atakuwa huyu ni salafi. La. Kuna mambo mengi sana atakikana mtu ajipambe nayo awe huyu sasa ni salafi mkweli. Na utawakuta watu hawa wana talbis nyingi sana. Waweza kumkuta kama sasa hivi tunavyozungumza, ni wangapi ambao wamesikia hizbiyun wakimzungumza Sheikh Rabi' al-Madkhali rahimahullah ta'ala, tena kwa maneno mazuri alipofariki. Mimi nawaambia ni kitu kimoja, siku zote hawa hizbiyun hutumia fursa ya matukio katika kuwachanganya watu na kuwakoroga wasijue wao ni watu wa aina gani. Chungeni sana, siku zote hutumia fursa. Nitawaambia ni kitu kimoja muhimu sana mkielewe. Mwanachuoni anayesimama katika haki akaipigania haki mpaka akaondoka duniani, Allah amempa thabati katika haki, moja kwa moja nyoyo za watu wa kweli humpenda mtu kama yule, hata mkamzungumza kwa maneno gani machafu. Sababu katika uhai wa Sheikh Rabi' wamezungumza mengi, mpaka anayemwangalia Sheikh Rabi' atasema kuwa mzee huyu akifa, huyu kafa na miaka 96, takriban karne nzima ameishi. Allah amempa umri rahimahullah. Watu walikuwa wasema huyu mzee akifa, huyu sidhani kama kutakuja watu kumzika. Lakini Allah akajalia mahaba kwa watu, walizuka wanafunzi kutoka kila pembe kuja kumswalia, mpaka wale askari waulize kwani kafa nani? Askari wale hawajui nani mkufa, waulize kwani nani, mbona hatujawahi kuona watu wamejaa namna hii? Baqi' ni sehemu walizikwa masahaba, azikwa Sheikh Rabi' pale walipozikwa masahaba. Namna alivyokuwa akiwatetea masahaba katika uhai wake, Allah subhanahu wa ta'ala akamneemesha na neema hii, kazikwa Baqi'. Wakiwemo sehemu ya mbele kabisa wanawavyuoni wakubwa, akiwemo Sheikh Abdul Muhsin Abbad na wengineo katika wanawavyuoni mbali, Sheikh Salih As-Suhaimi, na waliohudhuria ni wanafunzi tu. Wakati watu wahuzunika huko, kuna watu walikuwa wazunguka na magari wakisherehekea kifo cha huyu mwanachuoni, waweza kuamini? Kisha wameweka live chat wakipiga mahoni kwenye magari yao huku washerehekea. Lakini alhamdulillah sisi tuangalia wale watu wenye akili, hatuangalie wenda wazimu wasemaje kuhusu huyu mtu. Wakaonekana mbona wanaovioni na tulab alilm wamesikitishwa sana na kifo cha huyu bwana. Na awamul muslimin, wacha wa hizbiyun wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu, hawachana nao. Awamul muslimin, watu wa kawaida tu,
ghafla wamekuwa mzungumza kwa uzuri huyu bwana, kwa maneno mazuri sana. Jamaa wakajua sasa hivi tukimponda huyu sisi tuanguka, tukimzungumza vibaya huyu sisi tuanguka. Sasa ili kuwanyakua wa jamaa itabidi tujifanye na sisi pia shekhe wetu. Mara tumuona hizbi huyu asimama asifu, mara hizbi yule asimama asifu. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu huchanganyikiwa, lakini yule mbona yule si mwanachuoni wa sunna wetu ambaye mahizbi walikuwa hawampendi huyu, siweza kuwa hizbi huyu. Wanapaka watu wengine wajiulize maswali kama hizbi huyo hivyo hivyo asikufanyie talbis, la yulabbis alaik, hizbi yule yule shilingi ile ile huku kwa hivi amegeuka hivi, lakini yeye yule. Usione eti kigeuka upande wa nyuma kwenye mkia basi huku mwingine ni yule yule, lakini ajua kwa munasaba wa hali hii hawezi kutoka kazungumza kinyume, alafu watu watamkasirikia. Kwa yabidi, na ndivyo ilivyokuwa. Hizbiyun watakuna Sheikhana al-Fawzan, Sheikhana Ibn Baz, mashaallah Sheikhana Ibn Uthaymeen, wajinasibisha na maulama wa haki, kwa sababu wajua wakibakia wao kule hakuna mtu atawasikiliza, lazima warudi kwa watu wa haki, wajinasibishe na wao. Mimi nasema haya nataka kuwapa mizani moja. Mizani hii ukiwa nayo ewe mwanafunzi wa kisalafi, ukashikamana na hii mizani, hakuna hizbi yoyote wala mubtadi' yoyote aweza kujificha usimtambue. Chukua hii mizani. Hii mizani ukiwa nayo, yoyote akisema, hata akapiga ukelele mishipa ikamtoka akakutangazia kuwa ni salafi, wamjua huyu mrongo, huyu wacheza siasa hapa, huyu wafanya talbis. Na tukisema haya sio kweti hatutaki watu wawe watu wa sunna, la, tuwataka basi, lakini wawe wa kweli, wasiwachezee watu. Yani wakatumia hii ndiyo njia ya kuwapoteza watu. Kwa ukamwona katika hili uko huku, kisha mengine akakuzunguka huku akakugeuza. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى. الإمام ابن بطة رحمه الله أنا منينه مزوري katika kitabu chake الإبانة الكبرى لابن بطة. أسمع: فانظروا رحمكم الله من تصحبون. أو نصيح ndugu zake wa sunna, tizameni Allah awarehemu enyi watu wa sunna, masuhubiana na nani? Enyi watu wa sunna masuhubiana na nani? Wa ila man tajlisun, na mwaketi kwa kina nani mkawasikiliza? Mwenda kukaa wakaa na nani? wa'rifu kulla insanin bikhidnihi, na mjueni kila mtu kwa wale anaokaa na wao, wale masahib zake wale. Ukitaka kumjua mtu waangalie marafiki zake nani. wa kulla ahadin bisahibihi, na mjueni kila mmoja kulingana na rafiki yake. rafiki yake nani? أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين. Allah atulinde sisi na nyinyi ndugu zangu kutokamana na kusuhubiana na watu wa fitna, maftunin, ahlul bid'ah. ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين. na Allah situjalie sisi na nyinyi tuwe ni ndugu na wale watu wafanya mchezo na dini au marafiki zake mashaitani. Haya maneno haya
ya Ibn Battah rahimahullah ta'ala ni mizani nzuri sana ya kumtambua mtu wa sunna na mtu wa bid'a, kwa sababu mtu wa bid'a aweza kuficha kila kitu, lakini hawezi kumficha rafiki yake. Akisafiri aenda kushukia kwa nani, akiwa kule anakufanya da'wa yuko pamoja na nani? Jiulize maswali. Kwa hii njia utawatambua watu wa haki na watu wa batili. Na hapa sasa, kwa kuwa hawa mabwana kwa munasaba kuwa wamtaja kwa uzuri Sheikh Rabi', naomba mimi nizungumze, niitoe fatwa moja Sheikh Rabi' niisome, ikiwa ni wa kweli wafuate maneno mazuri aliyozungumza. Suila rahimahullah, ma maana qawlu as-salaf man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa alaina ulfatahu, yule ambaye atatufichia sisi bid'a yake haiwezi kufichika kwetu sisi, au hawawezi kufichika kwetu sisi wale anaowapenda, wale anaosuhubiana na wao. Maana yake nini ya maneno? Akasema Sheikh yangu, baadhi ahli albid'a yatasattaruna bibid'atihim wa yad'una annahum ahlu sunnah. Asema baadhi ya watu wa bid'a hujificha zile bid'a zao, wakazificha wakadai kuwa wao ni watu wa sunna. Kathirun minhum, yani wengi, wala naqulu kulluhum, tuseme kuwa wote wako hivyo, lakini wengi wako namna hiyo. Fahunaka man yujahiru bibid'ati, wako wale ambao wako wazi bwana, ile chuki yao hawezi kuificha, iko wazi, mimi bwana simo yule mjue yule pale hayumo. Wa hunaka man yukhfiha, na kuna wale wanaoficha, la siyama al-ahzab التي تدعي السلفية وهي بعيدة عن السلفية وضد المنهج السلفي. asema haswa haya makundi haya, hizbu haya ambao hudai kuwa katika salafia, na makundi hao yako mbali kabisa na usalafi, bali yako dhidi na da'wa salafia. Haulai yatasattaruna bilbid'a, hao utawakuta wajificha zile bid'a zao zisionekane, ficha. lakini jua, لكن يعني علاقاتهم بالآخرين من أهل البدع وتصرفاتهم تدل على انحرافهم وعلى أنهم من أهل الأهواء والبدع. lakini yale mafungamano yao na wengine katika watu wa bid'a na tasarufat zao, zile vitendo vyao wanavyofanya vyaonyesha kuwa wamepinda na kuwa wao ni katika watu wa bid'a. Asa nyinyi mweza kuona hapa, ukienda mahali ukamkuta mtu asomesha kitabu tauhid, asomesha nawaqidul islam, tena aweza kusomesha kitabu tauhid sharh Sheikh al-Fawzan, mpaka ukatatizika, huyu bwana, lakini si hivi vitabu ndio sisi tusoma huko. Lakini mtizame yuko na nani, utakuta kuwa hata katika usomeshaji wao kuna mambo hawayaweki wazi, funika. Kwa wasije wakawachezea akili hao, si katika watu wa sunna. Wajificha tu chini ya nini? Chini ya kujidhihirisha, kwa sababu ajua mtu akijidhihirisha wazi kuwa yeye ni fulani, watu watamwacha. Na leo wamekuwa wengi, haswa hii manhaji ya tamyi'i iliyoingia hii ya kutaka kila mtu kuwa ni mtu wa sunna, kusanya. Na hapa Mombasa wapo. Pengine labda niwapeni mfano, na mfano nimeueleza hata juzi katika muhadhara nilipokuwa Lamu. Kwenye mitandao kama wiki 2-3 zilizopita, kulikuwa na kongamano Tanzania kule Mwanza, kama sikukosea. Ile kongamano
wale mashekhe waliokwenda pale wajiita mashekhe wa sunna, ndio mashekhe wa sunna. Na sunna wanayokusudia wao nafikiria ni ile ya kupinga maulidi. Utajiona kipinga maulidi basi shakuwa mtu wa sunna. Alhasil, kuna mzee mmoja hizbi aitwa Barahiani, yuko Tanga hapa, maarufu yule, hata ajifichi yule mzee, yuko wazi tu kwa yeye kwa dhidi ya da'wa salafia, hajifichi yule mzee. Kazungumza, mmeona clip, akaulizwa kuhusu mwenzao aitwa Kishki. Kaulizwa kuhusu Kishki, mbona hamkumwalika katika lile kongamano? Akajibu kwa jawabu la kisalafi, akasema kwa sababu Kishki yashirikiana na watu wa bid'a, na sisi hatuwezi kuwa na yeye mpaka achane na wao, kusudia maibadhi. Sababu Kishki huenda kule Omani wapi, yeye marafiki zake maibadhi, wajua wenyewe kwa nini wafanye urafiki na hawa na wale, wenyewe wajua, haina haja tuzungumze zaidi ndani, wenyewe wajuana. Sasa huyu mpaka achane na wao wale watu wa bid'a. Sisi tumwambia huyu mzee, katika hili umepata, ukukosea, kuwa mtu wa bid'a hufai kuwa na yeye, lakini tukuzungumzie wewe. Sasa wewe uliyesema maneno, wale mashekhe wale mliowaita huko kwenda kutoa mihadhara, ambao wasema ni watu wa sunna, sio wameandikwa kutoka nchi mbalimbali, huyo unayemuita Kishki huyo yuko na watu wa bid'a, akija Mombasa wampokea, simuelewa tena, na shamra upokewa, akapelekwa kwenye misikiti yao, akatoa mihadhara, akatoa khutab. Sasa sisi twashindwa kuelewa, mbona hao wenzako hawamkati? Na ikiwa wenzako hawamkati huyu na yeye yuko na watu wa bid'a, hukumu yao hawa wenzako nini, ambao waungana na mtu anayeungana na watu wa bid'a? Hukumu yao nini hawa? Mbona bado mko na wao? Mbona hamuwakati? Mkasi kama mlivyomkata, kama mmdhulumu yule ndugu yenu, mtakuwa mmdhulumu yule, kwa sababu yeye yuko na wenzake pale ambao akija Mombasa, mimi nazungumzia hao Mombasa tuona huko, akija wampokea kwa uzuri. Ama mwadanganya wale wasikilizaji, manake wale wasikilizaji wale wanaomsikiliza Barahiani watasema nini? Watasema kuwa huyu Kishki hafai. Lakini wasikilizaji wale wakija kwa mashekhe wale walioitwa kule huko Mombasa, wakialikwa kwenye muhadhara, huyo ambaye hafai Tanzania yuwafaa Kenya. Si umeelewa? Ndio maana ukaambiwa hapa, usipofuata manhaju salaf lazima utakuwa na tanaqudh, lazima utagongana, haiwezi kunyoka. Mimi sijamtukana yule mzee, sijasema, nauliza tu maswali, angalie ajibu kama yaweza kujibu, na najua yaweza kujibu akisikia maneno, lakini usifanye talbis. Ndio hapo utawajua watu wa bid'a kuwa si wa kweli. Aweza kudhihirisha mtu akijifanya yeye ni mtu wa sunna, lakini huku ana marafiki zake hawa, huyu rafiki yake yule ambaye yeye wampinga, na yule anayempinga rafiki yake yule ambaye huyu ungana naye, na huyu ndio mwisho tusema hii ni cocktail, manhaji mseto, mwachanganye kila kitu mahali pamoja. Na wallahi da'wa yoyote ambayo haina tamayuz, ikajipambanua kutokana na da'wa za batil nyingine, haiwezekani ile da'wa kusonga mbele, haiwezekani. Lazima ijulikane da'wa ya haki ni hii, la tazalu ta'ifa min ummati ala alhaqi. Lile pote lajulikana lile pale la haki, limejiweka mbali na watu wa bid'a, mbali kabisa, ili tusiwachanganye hawa wasikilizaji wetu, wajue haki ni ipi. Alafu utawaona wakati mwingine wakikutana kwenye maharusi, wewe una kwenye harusi kaalikwa shekhi fulani hizbi,
shekhi fulani khurafi, shekhi fulani. Kisha yule aliyewaalika yule, bwana mimi sibagui mtu, mimi wote nitawaalika. Kisha mpa huyu dakika 5 azungumza. Yani nikah, wewe umehudhuria kwa ajili ya nikah, imegeuzwa mihadhara. Haya bwana, tueleze. Atazungumza khurafi, akimaliza akikaa aweza kusimama hizbu akisema mmesikia maneno mazuri kabisa ya ndugu yetu msomi mwenzetu na nini. Muongo kweli kweli shekhi, yeye wajua khurafi huyu, wallahi wajua khurafi wa kutupa pipani. Lakini hii mujamala, kujipendekeza, huyu jipendekeza kwa huyu, hawa si watu wa haki. Na maneno haya kwao yaudhi, lakini kweli ndio ukweli. Na sisi tunajua mkiambo hivi maudhika. Hapa mimi mmemtaja Barayani na Kishki kwa sababu haya mambo ya kwenye mitandao, huyo zungumza na huyo zungumza. Tuseme ni nani sasa? Tuwaite nani? Si majina ni hayo tu, ama itoe Kamau na Omondi? Tutawaita hivyo hivyo, tutawaita hivyo, huyu Barayani na huyu Kishki. Hakuna Alex wala Peter, ni hao tu. Si mambo ya kwenda kulia kushoto, hao wafanya. Huu ni mfano mimi nawapeni nyinyi ili mfahamu kwa hawa watu hawakusimama katika haki. Na wewe salafi kuwa mwerevu, fahamu. Si mtu akisimama tu pale mbele akisema sahaha al-Albani ahu salafi. Baba we taratibu. Kuna watu miji khariji mikubwa, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, khariji quh, lakini amtaji Ibn Taymiyyah. Wacha Ibn Taymiyyah binadamu, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Fawzan, hao ni wanaoviona. Wasema qala Allah ya akhi, qala Allah qala rasuluhu, maneno ya Allah wakayapindisha na maneno ya Mtume sana wakayapindisha. Ilikuwa ni kwa munasaba wa kutaja manhaju salaf. Nimeona hii nasaha niitoe kwa ndugu zangu ili tuchunge. Qala qawluhu ila almanzil albaqi, ay alladhina sabaquka ila ad-dar al-akhirah wa madat hayatuhum ala al-istiqamati was-sadat. Hao unaoambia uwaige ni wale waliokutangulia katika nyumba ya akhirah, uhai wao katika hii dunia ukapita wakiwa katika njia ya sawa na istiqama. والعلم النافع والعمل الصالح, walikuwa katika ilmu yenye manfaa na matendo mema. Fahaulai humul qudwa, hawa ndio mfano wa kuigwa salaf. Wa humul qawm la yashqa man yaqtadi bihim wa yasiru ala minhajihim, hawa ndio watu ambao hatopata tabu anayewaiga. Huwezi kupotea wewe ukiwafuata salaf, huwezi. Hii ni dhamana bwana kuchukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum radu anhu. Huwezi kupotea. Utapotea kwa kufuata masahaba, huwezi kupotea. Wanaefuata manhaji yao hawezi kupotea. Jichagulie mwenyewe. Nimeona hata katika hizi marakiz zetu sisi tunazosomesha, wako wanafunzi watakuwa atajifanya mjuaji pia. Huyo si ajabu mtu akaja kawa khurafi akiwacha manhaji. Ukiwacha manhaji, wallahi alazim huenda kupotea huko na balaa zote. Allah atuhifadhi na atupe thabati. Waje kujigundua wewe uko wapi, huko mwisho umekuwa khurafi, mpaka mwisho wewe mwenyewe unakujiuliza salala, basi ninakuwa khurafi. Wajiangalia mwenyewe, natoka wapi mimi? Hivyo mpaka waweza kupata wenzako makhurafi, ushakuwa khurafi, wakwambia wewe kuja kutafuta nini huko? Sisi tuona haya, tutaki kwenda huko kwingine. Unkuja mpaka huku, sema bwana, hata sijui nakujaje. Unkuja hivyo ulivyoiacha haki, nuwallihi ma tawalla. Wallahi hatari, nuwallihi ma tawalla. Huko likoelekea kwenye upotofu, Allah atakuelekeza huko. Wewe wenda tu, hujulikani utaishia wapi. Wewe wenda tu, kila siku waje na kipya. Hatari wallahi. Ukiwacha haki, wallahi waporomoka. Kama umeteleza kwenye choo,
wajua ukiteleza kwenye kile choo kile shimo la ndani lile gone case, mguu ushakwenda huo, waweza kuzuia? Hauzuii kwa teleza huo. Basi ndio batili iko hivyo, ukikanyaga tu kwenda mguu mvunjika mara 3, inkwaje? Mtauzuia vipi? Kwa teleza. Hivyo hivyo batil bwana, kitu kibaya sana. Chunga chunga chunga, usiseme yule ngoja nikamsikilize nione. Ya akhi, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Ukisikia dajjal ametoka mali, kimbia bwana, usijifanye mjuaji. Waweza kuona wallahi kuna watu kutumia kwenye simu message, hebu msikilize huyo, tamjibu vipi? Ikiwa wewe unatafuta mimi nikujibie hivyo, wewe mkosa kazi. Mwanzo ukinitumia message kama unafuta hiyo inbox hii sijui nini, kwenye inbox yote naifuta. Natakia nini mimi? Nilikwambia uende kumsikiliza. Mimi mwenyewe sisikilizi, uendelee kusikiliza. Hao tunaowasikia basi wampita hivi tu. Kuna huyu ataka makofi mawili, basi tutamchapa makofi mawili tuendelee na kazi yetu. Lakini usiende kutafuta, wewe tafuta batil bwana. Wenda kuisikiliza kisha wabaki umechanganyikiwa, hujui ujibu nini zile shubuhati zilivyokuwa nyingi. Na hawa watu ni kama mashaitani wawapa wahya, yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufa alqawli ghurura. Chunga, jiweke mbali na watu wa batil. Ukimjua kwa huyu mtu hayuko sawa, huyu kaa mbali naye, ama sivyo atakuja kukuingiza katika dalal. Chunga. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.